Yes, uhabari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna habari nyeti kabisa, habari za kina na za kueleweka ambazo zimenifikia muda si punde. Na mimi nikasema lazima hizi nikupenyezee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Ikumbuke kwamba siku ya jana majira ya usiku hivi alionekana Karim Boimanda akizungumza juu ya mwelekeo wa sakata la dabi ya Kariakoo, kwamba ni muda sasa unaelekea wa kutangazwa wa kuletwa kwa taarifa nyeti ambazo itakuwa ni ujumuishi wa maandalizi ya mchezo wa Kariakoo dabi, kwa maana ya kutangaza waamuzi vingirio, lakini pia kutangaza maafisa wa mchezo huo. Moja kati ya taarifa ambayo ilizua gumzo sana huko mitandaoni na watu wakawa wanahoji kwamba zikiwa zimebaki siku 2 kuelekea kwa mchezo huo, hakuna hata sold out moja ambayo imetangazwa, na hii kutokana na kwamba wenyeji wa mchezo ambao ni Young Africans hawajatangaza ni wapi tiketi zinaweza zikapatikana. Lakini Karim Boimanda anakuja kuzungumza kwamba watakuja kutangaza ni wapi tiketi zitakapopatikana zikiwa zimebaki siku 2. Ni kitu ambacho unaweza kushangaza kwa mchezo mkubwa kama huo wa Kariakoo dabi ambao kwa sasa sold out zingekuwa zimeshakwisha kutangazwa, na tiketi baadhi yao zingekuwa zimeshakwisha kutangazwa ama isha kabisa kuelekea kwa mchezo huu. Lakini hapa zikiwa zimebaki siku 2, Karim Boimanda, msemaji wa bodi ya ligi, anasema atakuja na taarifa nyeti kuhusiana kwa mchezo huu. Lakini kwa taarifa ambazo zimenipata katika meza yetu ya matangazo tunazo hapa, ni kwamba muda wote bodi ya ligi huenda wakatoa taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo huo ambao ulitajwa kuchezwa siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6, kwa maana ya Jumapili, ambao mchezo huo ulitajwa kuchezwa katika siku hiyo. Lakini kwa taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba muda wote bodi ya ligi watauahirisha mchezo huo na mpaka pale ambapo watautangazia tarehe nyingine mpya ambayo itakuwa rasmi katika kuchezwa kwa mchezo huo. Ikumbukwe pia Young Africans walisema endapo kama bodi ya ligi watasimamia matakwa yao ambayo wameyataka, basi ni dhahiri shahiri kwamba Young Africans huenda atashiriki mchezo huo, ila tarehe nyingine tofauti na tarehe ambayo imepangwa ya tarehe 15. Lakini unachoambiwa sasa ni kwamba Simba Sports Club nao katika ukurasa wao wa Instagram official waliweza kuposti barua ambayo ilikuwa inakinzana na maamuzi ambayo kama bodi ya ligi watayafanya ya kuahirishwa kwa mchezo na kupangwa kwa tarehe nyingine. Wao wakasema kwamba hawatashiriki mchezo huo endapo kama utaahirishwa siku ya tarehe 15 na kupangiwa tarehe nyingine, basi Simba Sports Club nao hawatakuwa sehemu ya mchezo huo. Wao wanaitambua tarehe moja tu ambayo imepangwa ni tarehe 15. Ikumbuke kwamba pia imekuwa ni kawaida ya Simba Sports Club na tarehe 7 ya mwezi wa 3 usiku wa 8 waliweza kuposti barua kama hii kupitia ukurasa wao official kabisa wa Instagram, wakaandika kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo huu wa namba 184 mpaka pale ambapo waliowazuia kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku hiyo watakapochukuliwa hatua. Lakini imegeuka na kuwa wao ndo wanautaka mchezo pasina hata kushughulikiwa kwa wale waliowazuia kwenda kufanya mazoezi ya kikanuni, kutokana na kwamba taarifa zilizotolewa ni kwamba waliowazuia Simba kufanya mazoezi ni watu ambao walikuwa wako chini ya sauti kubwa kutoka mamlaka za juu kabisa. Kwa hiyo Simba Sports Club leo wamekuja kutoa tena taarifa kama hii ambayo wanakana kwamba hawatokwenda kushiriki mchezo huu tofauti na tarehe 15 ambayo imepangwa na bodi ya ligi. Hasa mambo yanazidi kuwa mengi sana kupitia katika hili sakata ambalo limekuwa likizua sura mpya siku hadi siku, na sisi tukasema tukuletee taarifa kama hizi uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Lakini pia kuelekea kwa dabi ya Kariakoo hiyo ambayo
imepoteza mvuto kabisa. Simba hasa mashabiki wao waje katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo pia uwanja huo kwa taarifa zilizopo ni kwamba umefungwa na serikali kwa ajili ya matengenezo, lakini Simba wanawataka mashabiki wao wajae katika uwanja huo ambao kimsingi serikali imeufungia uwanja huo mpaka pale matengenezo yatakapokwisha kukamilika, lakini Simba wanawataka mashabiki wao waje. Hii imekuwa pia ikijirudia kwa upande wa Simba, wanawashinikiza na kuwaanikiza mashabiki wao wajitokeze sehemu ambapo panakuwa hapana mchezo. Tukijikumbusha kidogo katika sakata la kuhamishwa kwa mchezo wa fainali kwa mlongo wa pili, kwa maana ya fainali ya shirikisho barani Afrika, mchezo ambao mashabiki wa Simba walikuwa wanaaminishwa kwamba wakati tiketi na wajae katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wao wakiwa wanajua kwamba uwanja huo hautatumika na mchezo utapelekwa huko Zanzibar. Lakini hii hapa sasa pia imeanza kujirudia pia. Simba wanawataka mashabiki wao wajae katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati uwanja huo mpaka sasa umefungwa na serikali upo katika matengenezo na hautakuwa sehemu ya kuchezewa katika mchezo huo wa Kariakoo Derby, ambayo mpaka sasa haijaeleweka kama itachezwa ama haitachezwa. Lakini kwa taarifa ambazo nakuletea hizi za uhakika kabisa ni kwamba huenda leo tarehe 13 ikatolewa taarifa ya kuahirishwa kwa mechi ya Kariakoo Derby na mpaka pale itakapopangiwa tarehe nyingine. Na unaambiwa kwamba sambamba na taarifa hizo kuna baadhi ya viongozi huenda wakajihuzuru wakaachia nafasi zao, na hii ni kwa matakwa ya klabu ya Young Africans ili kuelekea kutamatika kwa ligi hiyo ya NBC Premier League ambayo imekuwa na mambo mengi huku mwishoni, na baadhi ya vilabu wanaonekana kama wamechoshwa sasa na ngonjera ambazo zinaendelea kujitokeza siku hadi siku. Kila siku limekuwa likitokea jambo jipya, haipiti siku bila taarifa kwa umma. Mambo yanazidi kuwa mengi sana, lakini pia ni kualike kwamba wewe ambaye unaendelea kuzifuatilia update zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe kama wewe hujasubscribe, ili uweze kuendelea kupata taarifa kila siku, kila wakati tunapokuwa tunakuletea taarifa kama hizi, uweze kuwa wa kwanza kuzipata taarifa na ufaidike kuwa kwamba upo katika sehemu sahihi ambayo inakuleta taarifa za michezo kila siku kila wakati. Tunazisubiri taarifa nyeti ambazo Karim Boimanda aliweza kuzisema kwamba muda wote taarifa nyeti zitatolewa juu ya mchezo wa Kariakoo Derby, na akaahidi kwamba maandalizi bado yanaendelea, lakini maandalizi hayo ni kwa upande wa bodi ya ligi peke yake, si kwa upande wa Young Africans ambao ni wenyeji wa mchezo. Kikawaida mpaka sasa viingilio vingekuwa vimeshatajwa na sold out tayari zingekuwa zimesha onyeshwa, lakini mpaka sasa hakuna tiketi hata moja ambayo imeshakwisha kununuliwa kuelekea kwa mchezo huu ambao bado unasintofahamu, bado unazidi kuleta manunguniko na minong'ono mingi huko katika mitandao ya kijamii. Je, endapo kama bodi ya ligi watauharisha mchezo huu na kupangiwa tarehe nyingine na Simba nao wakakataa kucheza mchezo huu kwa tarehe nyingine, ni nini unachokiona katika mpira wa Tanzania? Je, ni kweli hapa sasa viongozi wanaosimamia mamlaka hizi ambazo zinasimamia ligi kuu Tanzania bara na kwa maana ya mpira wetu wa miguu kwa TFF ni kwamba wanatosha kuiongoza taasisi hii ambayo inapewa sifa nyingi na ligi yetu ya Tanzania kupewa sifa kuwa namba 4 kwa ubora bara Afrika? Je, viongozi wanatosha kweli kuipeleka football yetu katika nchi ya hadi, ama ni kweli kwamba kuna baadhi ya viongozi wanatakiwa waachie nafasi zao ili wapatikane wa viongozi wengine ambao watakuja kutekeleza majukumu yao pasina kusikiliza hisia zao binafsi? Moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kuzua mzozo na minong'ono mingi sana huko katika mitandao ya kijamii. Young Africans bado wana msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo huo, lakini Simba nao wamekuja na msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo huo mwingine tofauti na huu, lakini pia
bodi ya ligi wao wanasema wanaendelea na maandalizi ya mchezo, lakini pia kwa taarifa tulizonazo ni kwamba huenda mchezo huo ukaahirishwa. Kwa hiyo taarifa ni nyingi sana, nikusihi kwamba endelea kubaki nasi ili tuje tukupe taarifa kamili kuelekea kwa haya yanayoendelea kufuatia kwa dabi ya Kariakoo ambayo mpaka sasa haijajulikana kwamba itachezwa ama haitachezwa. Endelea kubaki nasi katika updates zijazo, na hii ni HNT Media. Bye.